Anadharau balaa. Yani anadharau. Nikasema wewe huyu siku moja atakutana nacho huyu. Hivi unajua unaweza ukatolewa ofisini wewe mwenyewe ukakataa kwenda kazini. Unajua? Watu wana vitu shekhe, unapigwa wewe ofisini uendi mwenyewe. Sio umefukuzwa. Hujisikii kabisa na ukifuatwa unakuwa mkali. Unalala balaa. Kazi inakufia hapo. Kwa hivyo ukipata nafasi sehemu yote ya kazi, heshimu watu. Ukipata cheo sehemu, heshimu rasilimali ya wema, rasilimali ya wewe kudumu kwenye mambo yako, heshimu watu. Kuna kitu kinaitwa uchawi, sio cha maskhara. Ukipigwa utapigika na utapotea kweli kweli, uokote makopo barabarani. Uchawi. Kwa hivyo uchawi ni kitu hatari, lakini si kitu cha kukiogopa sana. Kikubwa wewe muogope Mwenyezi Mungu, jikinge kwa Allah. Tumeelekezwa adhkari, tumeelekezwa vitu mbalimbali. Lakini mimi binafsi niliwahi kusimulia baadhi ya historia ya maisha haya ya tiba. Nilianza muda mrefu mashallah, karibuni miaka 20 sasa hivi. Lakini siku moja Mungu aliamua kunipa zawadi ya ule mti mkuu. Ile dawa ya mti mkuu billahi wa rasuli na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu imekuwa ni solution ya watu wengi kweli kweli. Mfano mti mkuu katika miongoni mwa kazi zake kiukweli unabathilisha uchawi kwa muda mfupi sana. Rashid, unabathilisha uchawi kwa muda mfupi sana, uchawi sana. Mti mkuu, dawa hii sasa hivi nimeita mti mkuu plus, na ndio ambayo naipeleka sasa hivi katika nyumba za watu. Mti mkuu plus naipeleka katika ofisi za watu. Mti mkuu plus inapeleka katika maisha ya binadamu, ukiwa Muislamu, usiwe Muislamu, uwe mpagani. Mti mkuu kwa sasa hivi Mungu ametia kubuli yake, ndio dawa ya haraka sana inayobatilisha uchawi katika miongoni mwa dawa ambazo ni the best kweli kweli. Inafanya kazi haraka kwa mtu aliyerogwa akaharibiwa maisha yake. Nitaka nikupe mfano hapa, sauti ya bwana mmoja rafiki yangu kipenzi, yuko katika nchi za kifalme za Kiarabu. Anaeleza faida na uzuri na namna gani amepata matumaini makubwa juu ya dawa hii ya mti mkuu. Alikuwa heshimiki kazini, lakini pia heshimiki mtaani kwao. Watoto wake hawalali, wanasumbuka kwa dhiki na mitihani. Kila siku vurugu, kila hivi, hana raha. Alipoipata dawa hii ya mti mkuu, sasa hivi anasema naishi kama simba. Sio ndio hii? Subhanallah. Hiyo nini msaka uchawi? Hapana. Ya mambo ya kilicho mti mkuu nini ule mti mkuu plus. Si ndio? Oho, mashallah. Basi nilikuwa sijaiandaa vizuri hii. Alhamdulillah, alhamdulillah sana. Alhamdulillah. Bahati mko nzuri na mambo yameseti kwa hapo. Basi sijaiandaa vizuri hii, lakini niseme tu kwamba ndugu yangu mtazamaji, uchawi kweli unasumbua. Lakini kama tayari umefikwa, wewe kwako ni mtihani. Hesabia kwamba umetihaniwa na Allah. Fanya subira, tafuta namna nzuri ya kujiokoa na kujinusuru. Usifanye ushirikina. Tunachozuia sisi, umefanyiwa ushirikina na wewe unakwenda kufanya ushirikina. Yaani hii inakuwa ngoma draw. Aliyekupiga shetani unakwenda kumuomba shetani ya kunasue. Hii inakuwa ni kwa muda tu. Na ndio maana waganga hawa washirikina ukienda unakuwa ni mteja wa kudumu. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu wewe umepigwa na uchawi. Msimamizi wa uchawi ni sheitani. Alafu umeenda kwake. Yeye pia anatibu kwa mashaitani. Wanachofanya mashaitani ni kusogeza ule uchawi, ama yule jini ambaye anakushikilia kwenye uchawi wewe hapo, anakushikilia yeye. Wanamplease tu kwamba bwana tutakunywa damu ya mbuzi pamoja hii. Kwa hiyo tulia kwanza miezi kadhaa hivi, alafu cha msingi hapa si utoke hapa uko sawa sawa. Kwa hivyo yule shetani alikuwa anakuminya kwenye kiuno yule, au alikuwa anakutembea tumboni yule, au yule alikuwa anakutia madhila yule, anatulia kwa muda. Alafu baadaye analipuka tena, unaenda tena. Ndio maana wanaokwenda kwa waganga washirikina wanakuwa ni wateja wa kudumu. Kila mwaka lazima aende akarinyu. Unakuwa mtumishi wa shetani na ukifa unakwenda motoni. Kwa hivyo uchawi ndugu zangu ni kitu ambacho kinabatulika. Na naomba utembee kifua mbele sasa hivi. Mungu akujalia kufikwa na dawa ya mti mkuu plus. Sasa hivi ukija kwetu sema nataka mti mkuu plus. Sema hivyo. Tumefanya hivi kwa sababu hatutaki janja janja. Tulikuwa tuna uwezo wa kuuza dawa mbili kwa pamoja.
Mti Mkuu Plus tumeufanya kwa kuwa tumeongeza miti mitatu ndani. Miti hiyo tumeweka kwenye password inaitwa Kibindu Kigodi. Ukitafsiri hayo maneno utapata nini ni miti gani hiyo. Waganga tunafanya hivi kwa sababu tu waganga wamekuwa hadhiri, vichwa yuko hivi. Wanasikilizia si tuseme na wao wafanye huko. Ndio maana nimegeuza nimepiga Mti Mkuu Plus na maana yangu. Sasa Kibindu Kigodi kuna vitu tumeweka humu ndani. Vitu hivyo sasa kazi yake ni kurejesha ubaya. Juzi kati nilipigiwa simu na mtu mmoja, na naomba ili pia niliweke vizuri. Kuna mtu alipiga simu akasema, Sheikh Jafari, je, kuchukua gome la mti mkuu kuliweka ndani sio ushirikina? Alikuwa amenisaidia kwa sababu leo nimepata nafasi ya kulisema mbele yako na wewe upate ilmu. Ndugu zangu, shirki tafsiri yake ni kuamini, kuitikadi. Anta ataqida anna al-makhluqa yadhurru wa yanfa'u biduni idhni Allah ta'ala. Kuamini na kuitikadi kwamba hakika ya kiumbe mwenzio anaweza kukudhuru ama kukunufaisha bila idhini ya Mungu. Zingatia hili basi. Ukiamini gome la mti mkuu lenyewe kama lenyewe litanikinga mimi, wewe ni mshirikina. Lakini ukisema gome la mti mkuu, mti huu ni wa ajabu, Allah ameweka siri yake kwa idhini yake Mwenyezi Mungu, gome hili nikiliweka kwangu wachawi hawaji, wewe umejikinga kisheria. Kujikinga si haramu, hii inaitwa tawakkuli. Sawa sawa umejenga nyumba, umeweka mlango, Mungu kweli analinda, lakini ukijenga nyumba haina milango utaibiwa kaka, na Mungu haingilii. Weka mlango ndio kutawakali huko. Na kama una malimali weka na mtu mwingine akae nje, anaitwa afande security. Kumweka yule sio kwamba yule ndio kinga, la. Kuna nyumba zina maaskari wengi na majambazi wamevamia, wamechukua mzigo, wameondoka. Ile ni asbabu, ile ndio tawakuli tu, tazamie kule nje kuna nani adui anakuja. Hata Mtume SAW alikuwa na bodyguard. Kwenye hema ya Mtume nje kulikuwa na miamba. Unafikiri Mtume alikuwa anategemea wale? Au Mtume ndio alikuwa mshirikina kwa sababu wale ndio walinzi wake? Sio. Hiyo ndio tawakuli. Kauweka bodyguard nje Mtume kukinga hema yake na kumweka kwenye fence yeye Mtume wanamzunguka namna hii. Tafsiri yake anatawakali kwa Allah. Mungu anataka tuishi kwa asbabi. Si umenielewa si mtazamaji wewe? Maana kila siku unazua lingine, maskini ya Mungu. Hiyo ndio tawakkul. Nabii Yusufu alayhi salatu wasalam alishonewa kitambaa cha babu yake Ishaqa cha kanzu, akatengenezewa kile kitambaa, akatiwa hivi, akavikwa ili asudhiriwe na mashaitani. Nabii wa Mungu Yakubu kafanya hivyo. Sio shirki, ile ni tawakkuli tu, bado anategemewa nani? Allah. Cha msingi wewe usifanye kitu ukiamini hicho chenyewe ndio kitakukinga. Mwasema hivi kwa idhini yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo gome la mti mkuu, la mti huu lenyewe kama hii ni nguvu ya Mwenyezi Mungu. Hii ni Allah anaonyesha uweza wake kupitia viumbe wake kwamba vinawezekana. Sio nitakuwa nimeeleweka. Kwa hivyo ulinzi ambao unapaswa kulindwa wewe, lindwa na Allah. Tafuta sababu. Funga mlango, nyumba yako ya milioni 10, usikubali hivi hivi kaya. Tafuta kitu cha halali, hakina sheitani wala hakijaandikwa talasimu jina la ibilisi ukaweka. Shida inakuja kwa waganga washirikina sasa. Wanaandika koo za mashaitani, haya asra'u bilhudhuri wa bihaqi hadhihi alasma'i karushi sura Qayyum. Inaandikwa koo ya shaitani pale, inarudiwa mara 70, anakuja mwenyewe pale kishaitani kijini kinakuja kuchukua ripoti, anaambiwa hii nimekuandika, tunampa bwana Bakari Almas. Uwe ndio unamlinda sasa asisumbuliwe. Kwa hivyo unachukuliwa ile karatasi, unaikunja bwana Bakari Almas, unaikunja namna hii, unashonea na kitambaa, unashtia kiunoni namna hii. Unajiona mwamba ukifika kwetu, usinitanie na vitu vyangu wewe. Hapa ni baba, wewe mshirikina brother. Kwa sababu gani? Wewe moja kwa moja umelindwa na shaitani, umemwita shetani akulinde, sio Allah. Kwa hivyo kuvaa hirizi, na ndio maana kuna baadhi ya wanachuoni wamejuzisha hirizi, lakini hirizi yenyewe nasema iwe ni Qur'ani. Lakini hirizi ambazo zinatumika hizi ni koo za maibili, mashaitani tunawaita watu kinge badala ya Allah. Kwa hivyo
ni kuondoshe hofu juu ya hilo. Mti mkuu ni mti wa ajabu, na Mwenyezi Mungu ametaka hivyo ili mradi miti hii tusaidie sisi, na ndio maana unatawakali ukiumwa kichwa unakunywa panado. Sio kwamba panado ile ndio inaponya kichwa au homa. Kuna mwenzio anakunywa mpaka 8 zile, kichwa hakitulii. Kwa nini? Unatawakali tu Mungu ndio kupitia ile sababu iwe wewe upone kichwa chako. Lakini Mungu asipotaka utakunywa 40 panado na hakinyamazi mpaka ufe. Kwa hivyo tawakkuli imeruhusiwa, sababu tumeumbwa kuishi kwa sababu hapa ulimwenguni. Sasa mti huu naomba kwa idhini yake Mwenyezi Mungu ukawafaa kila mtu katika nyumba yake. Ni mti wa ajabu na tumeuleta kwa sababu maalum, na wakati Mungu kapanga. Nilikuwa nikiutumia mti huu katika maisha yangu yote kwa watu wangu kwa siri. Sasa imekuja dhahir na kila mtu kabuni mti wake, ila mimi itaendelea kubaki mti mkuu ya kwetu inshallah, inayopatikana msikiti wa Mtoro Kariakoo. Mti huu, mti mkuu plus hii tumeongeza faida. Tunataka watoto wenye kuanguka mashuleni wanywe dawa hii. Watu wazima wenye kuhangaika na maisha yao hapo ulimwenguni wanywe dawa hii na waoge kwa mujibu wa maelekezo yetu. Lakini pamoja na hayo, wale wote waliosumbuliwa na maisha, wamefungwa wakafungika, wanayofanya hayawi, watumie dawa hii kwa kuoga na kunywa. Lakini wale orogwa kwa maradhi, wanateseka, maskini ya Mungu wako vitandani, watumie mti mkuu. Mti mkuu ni dawa ya uchawi na kinga juu ya mashaitani wa kijini kwa idhini yake Mwenyezi Mungu. Ndio maana una mafuta yake, una gome lake, kazi zake zote ni kwa sababu ya kuhakikisha kwamba tunaishi katika namna iliyokuwa nzuri na tunaheshimiana. Na kupitia mti mkuu plus sasa tulazima tukaheshimiane na wachawi. Dawa hii tulichokiongeza humu ni kile cha kurejesha ubaya ulikotoka. Mtu yoyote akikufanyia uchawi, subhanal malikil quddus, siku hiyo hiyo kapiga, kesho yake asubuhi mzigo unarejea ulikotoka. Kafanye, shida iko wapi? Mimi si ndio nakwambia, katika watu ambao mimi binafsi nawasema ni wachawi na si waogopi. Najua wengine wanatazama hizi video, wachawi mpo, hakuna cha kunifanya chochote kwa sababu ninazo silaha na vile vile namtegemea Mwenyezi Mungu sana. Mchawi hana chochote, kwanza mchawi hana akili. Usiniige useme hivyo mtaani kwenu, mimi tunakwambia, mimi tunasema mchawi hana akili, wewe usiige. Mchawi hana akili, lakini ukitumia tawakkuli nzuri ya mti mkuu, una ubavu na wewe kusema hivyo mtaani kwenu kwamba mchawi hana akili. Kuna bwana mmoja hapa Tandika aliombwa ahame kwa sababu anawasumbua. Alipata mti mkuu, gome lake na mafuta, alipoweka katika nyumba yake tu, wazee siku ya pili wanamfuata, unatusumbua, hama hapa. Sasa mimi na mimi nyumba yangu, wewe mtoto mbaya, hama. Walimuhimiza mpaka kesi kwa mwenyekiti. Kwa nini? Allah ametuwekea miti kwa sababu ilete usaidizi kwetu. Kwa hivyo lazima tukaheshimiane. Hii inapeleka heshima nyumbani. Ndio lengo langu kutengeneza mti mkuu plus. Sikutengeneza dawa mbili usije ukaingia gharama maisha magumu. Nimeifanya kuwa dawa moja. Sasa hivi ukinitafuta niulizie naipata wapi mti mkuu plus. Lengo letu kila mtu sasa akatambe, katembee kifua mbele. Cha msingi usichokoze watu. Tembea kifua mbele, hakuna wakukufanya chochote. Oga dawa hii siku 4, kunywa siku 3, ndio staili yake. Dozi ya pili unakunywa siku 4, unakoga siku 3, umemaliza. Fanya hivyo kwa wanao, fanya hivyo kwa watu wako, kwa jamaa zako. Lengo letu kujikinga na uadui. Dawa hii unapokunywa, itakaposambaa kwenye damu, wazee zamani hii walikuwa wanaichoma kwenye moto. Alafu wanachukua ule unga ule mweusi, wanakuchanja chale 2 kwenye katikati ya utosi. Sikize vizuri, katikati ya utosi, na wanakuchanja pembezoni mwa miguu. Yani utakachokikanyaga chochote kupitia mti huu hakuna kitakachokudhuru. Pembezoni mwa miguu humu nyuma wanachanja huku na huku, alafu pia wanakuchanja kiunoni au hapa juu ya shingo hapa. Si haramu kuchanja, ndio tiba ya zamani. Kipindi kwa hakuna sindano. Watu walikuwa, hata Mtume alikuwa anachanja. Kafundisha kuchanja ile kuumika, unachanja alafu unaweka kile kikopo kinanyonya damu chafu, unachanja. Kwa hiyo kuchanja si haramu. Iwe umepaka dawa, iwe umevuta, umetoa sumu, si haramu. Mimi sasa hivi nakwambia ni hivi, hizo tiba za kizamani. Cha msingi dawa iingie kwenye damu yako tu. Kama unavyokula ugali, unavyokunywa chai, inakwenda kutengeneza virutubisho kwenye ini na hivi na hivi, baadaye unakuwa na afya. Dawa hii kiingia kwenye mishipa ya damu yako, virutubisho vyako vikakaa huko,
baba yangu, utaishi hapa duniani, kurogwa kwako atake Mungu mwenyewe tu, lakini sio mtoto mdogo kajifunza uchawi jana unapigwa unapigika. Hapana, itakiwi hivyo. Lazima ifikie mahala na wewe uishi kama mtu mtaani. Unaishiji duniani una raha kwa sababu ya uchawi? Lakini pamoja na hayo, mwanzo nilikuwa nimekwambieni ile mti mkuu, ili msafiane nia kwenye koo zenu, kwenye familia zenu, tieni kwenye chakula mle, ili mtu mbaya hajulikane kwenye familia yenu. Mimi imefanywa hivi kwa watu wachache sana, wengi wameferi, wengine wamekamatwa kweli uchawi na hivi, dawa imefanya vituko sana, mashaallah, alhamdulillah. Lakini sasa hivi nakwambia hivi, usifanye hivyo. Wewe chukua tu mti mkuu, gome lake weka pale ndani, ndugu yako mchai kwako haji, hivyo tu. Gome la hii tumieni na familia yako, gome la mti mkuu, banzi lile weka pale ndani. Ndugu yako kumjua mchawi atakata mguu hapo kwenu haji. Unajua kwa sababu bwana sio mtu mzuri katika familia yetu. Kwa hivyo vitu vitatu, mti mkuu, mafuta yake na gome lake, ndio itakuwa ndio silaha kwako, ukaishi kwa kujivuna, ukaishi katika namna iliyokuwa nzuri mtaani kwenu, na wewe ukaishi kwa amani. Pata mti mkuu plus mafuta ya mti mkuu, gome lake. Watu walio paralyzed, tunataka mafuta ya mti mkuu mazito na mepesi, ina mfumo wake, watapona kwa idhini yake Mungu. Watu wamesema mashallah, watu wengi. Lakini la mwisho napenda kuwaeleza watazamaji, ambao nitalifungia hapa leo gurudumu langu la mazungumzo na wewe, kwamba Allah akikurehemu, ukishatumia mti mkuu na tayari watoto wako wamekunywa na tayari mumeo pia kanywa, faida yake amani ya nyumba, lakini pia faida yake ndoa yako itarejea. Wanawake wengi wenye kuingia kwenye ndoa za mke wa pili, wengi sio wacha Mungu, au yule mke wa kwanza wengine wanakuwa si wacha Mungu. Hivyo basi ukioa mke wa pili, anakuharibu mwanamume kwa uchawi, kwa waganga wake, ili umchukie mke wa kwanza. Kuna wanawake wanaishi kama wako kifungoni kwenye ndoa zao. Subhanallah. Nikutoe mashaka dada yangu, Mungu akujalia kheri, ndoa yako inakwenda kurejea. Kaoge mti mkuu kunywa, lakini fanya maarifa, mtilie mumeo kwenye chakula kwa nia. Nitakuelekeza nia namna gani unasema utakapokuwa tayari. Tia kwenye chakula. Kama kalisho uchawi huko ili akuchukia, kudharau mke wake, subhanallah, ni kalbarki, kama vile umeme, anageuka ghafla na akili yake inasoma kama binadamu wa zamani. Mapenzi yake yanarejea. Kwa hivyo ukiwa mke mdogo, mke mkubwa, tabia yako ni kuroga wenzio waharibikiwe kwenye ndoa, basi mti mkuu inakwenda kuua hizo hila zako hizo. Rekebisheni ndoa zenu katika hali kama hiyo. Lakini pia hata bosi kazini, kuna mabosi wanarogwa, wanakuchukia, wanapenda wengine tu, unasema bila sababu tu. Kaoge mti mkuu, uenda umepigwa jini kisinambi. Kuna rafiki yangu anaitwa Ali Wambe yuko Singida, anasema kuna jini kiboko huyo anaitwa jini kisinambi. Jini huyo ukipigwa naye jini kisinambi, subhanallah, hata jambo fungu la hela lile unakwenda kuliokota, ukifika pale unakuta kuna mwamba kalipitia nduki kaokota yeye. Yani wewe hufanikiwagi tu, jini kisinambi huyo. Unaweza una mipango mizuri, kesho ndo siku yake, muda ukifika bosi wako mwanaka gongo na pikipiki, mguu umevunjika, yuko hospitali. Yani ili mradi isifanikiwe tu. Wale wasiofanikiwa majambo yamekwama, na kuomba tafadhali inshallah, njoo utumie mti mkuu, mafuta yake, mti mkuu plus mafuta yake na gome lake, bihaulillahi ta'ala. Inshallah kila kitu kitakuwa sawa na rehema za Mwenyezi Mungu zitakuwa juu yako inshallah. Tusiwe washirikina, huu ndio usiwa wangu inshallah. Njia Mungu atuletea, tutumie kwa wakati, na usidharau uchawi mpaka pale utakapoona kwamba uko sawa sawa, na mwili wako uko sawa sawa juu ya kujikinga na uadui huo. Inshallah lolote linaweza ukafanya. Cha msingi tumuogope Mwenyezi Mungu, tusimame katika njia ya tauhid, tumpokeshe Allah, tumtegemee Mwenyezi Mungu kila jambo, ndio mafanikio yetu. Ramadhani inakuja inshallah, ofa zinaendelea za vitu mbalimbali ikiwemo dawa vidonda vya tumbo. Ndani ya 10 la kwanza Ramadhani tutamalizia hapo katika ofa ya dawa hiyo, na inshallah mti mkuu unapatikana msikiti wa Mtoro Kariakoo. Namba za simu ziko hapo, tupigie simu, njoo tuonane, tuzungumze inshallah. Huenda ikawa sababu ya wewe pia kupumzika na hayo ambayo yanakusumbua na maradhi na mitihani ulionayo, kwa idhini yake na rehema yake Mwenyezi Mungu. Lakini baada ya hapa
ni kuombe tafadhali, inshallah endelea kufuatilia hizi channel na usiache basi kucomment na kufanya ile nini wanaita kusubscribe kusubscribe inshallah. Usiache kusubscribe inshallah na kucomment na kushare, ili mradi tuendelee kupata hizi taarifa kwa usahihi zaidi. Wallahu a'lam wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusubscribe